Na hii yote inatupa himaya ya kuona jamii jinsi inavyokwenda, watu wanavyokuwa wanafanya, utasikia vitu mbalimbali vinatokea. Lakini haya ya kufanya makadirio yote yanayotokea haya alishaweka bayana Mtume wetu Muhammadin pale alipopata kusema kataballahu almaqadir alkhalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sana. Kataballahu almaqadir alkhalaiq, alishaandikaye makadirio ya viumbe wake. Sasa vipi? Kabla an yakhluqa as-samawati wal ard, kabla ya kuumbwa mbingu 7 na ardhi 7, 50,000 sana, miaka 50,000 before kuumbwa kwa chochote kilichomo katika ardhi. Makadirio yako yalishatengenezwa kwamba wewe itakapofika mwezi Machi, Irani atapigana na Marekani na atadinda na atauonyesha ulimwengu kwamba naweza kufanya kile kilicho bora. Yalishaandikwa. Makadirio ya riziki yako, ule nini, utembee nini, kikukute kipi, yalishaandikwa miaka 50,000 kabla ya kuumbwa kwa mbingu na ardhi. Na hii yote inatakiwa tujue katika himaya ya kwamba kila linalotokea ni maandiko ya Mwenyezi Mungu, na sisi kwa ile yakini na imani zetu tunatakiwa tujue kwamba hapa wa kumrudia ni Mungu tu kwa kila hali. Lakini imani zetu sasa hivi zimekuwa dhaifu sana, na imani hizi kwa dhaifu sana ni vile ambayo tunaona katika cycle ya trend. Sasa hivi imefika kipindi kuna vitu vinatokea. Mfano sasa hivi ukiangalia kwenye mitandao, ukipata kwenye taarifa habari, ukisikia mtu akikushika bega, nyeti zimeondoka, na watu wanaamini katika kwamba eti hawaamini tena Mungu, wanaamini eti pini na raba bendi ambayo tunafungia pesa na pini ya kufungia nepi inaweza kukuzuia wewe nyeti isiondoke. Inna lillahi. Na hii imekuwa ni msiba mkubwa sana katika jamii, ya kuona kwamba imani ya ile ya kutawakal imekuwa ndogo, imani ya kumtegemea Mungu imekuwa ndogo. Sisi Waislamu, Mwenyezi Mungu kupitia kipenzi chetu Mtume wetu Muhammadin alishaweka utaratibu. Sisi tumewekewa, angalia sasa, tumewekewa dua ambazo ziko kwenye kitabu na sunna. Tumewekewa sura ambazo ukizisoma hudhuriki na chochote katika dunia isipokuwa Mwenyezi Mungu atake. Tumewekewa hadithi ambazo Mtume Muhammad katuletea dua, ukizisomazo hizo asubuhi, mchana na jioni hukutwi na chochote. Lakini yaqeen hatuna. Tumewekewa ayat kursi ambao ukisoma asubuhi na usiku yatosha kuwa ni kinga kwako wewe kwenye majambo yako yote. Tumewekewa muadhataini, tumewekewa kul huwallahu, kul a'udhu birabbil falaq na kul a'udhu birabbin nas, liilafi quraish na wal asr, kama kinga zetu tuzitumie katika kujikinga na mazonge yote ya kidunia. Na hatodhurika yule ambaye atasema bismillahi alladhi la yadhurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul alim. Hii yote yakini yetu imetutoka. Hatujui kwamba ukisema hivi mara 3 kwa siku, hakuna kiumbe chochote unamwambia Mwenyezi Mungu kwamba mimi na kuomba wewe Mwenyezi Mungu kisitokee chochote chini ya ardhi wala mbingu mimi kinikute, ndio maana yake, na hakitokukuta. Imefika kipindi juzi swaibangu anakuja anapini kushoto, anapini kule, anapini kwenye mapaja, nikamwambia subhanallah, nikaenda kuchekea chooni na nikamwombea dua baada ya kutoka. Nikamwambia huyu hana yakini. Kwa hiyo tumuombe Mwenyezi Mungu atujalie tujue kabisa kwamba waman yatawakkal ala Allahi fa huwa hasbu, inna Allaha balighu amri, kad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra. Na hiyo ndio ufalme wetu ulipo. Dini yetu ni full package.